umefuatilia kutazama mchezo, umeuonaje kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Mchezo mzuri na ni mchezo ambao big man wametusurprise kweli kweli. Unajua wakati nakuja uwanjani nilipoona kikosi cha Simba nikasema leo kazi wanayo, lakini mwisho wa siku mpira wacheza uwanjani wameonyesha kiwango kikubwa kuliko hata Dodoma Jiji. Dodoma Jiji Simba walikuwa wakifika kwenye lango lao, unajua wanaenda kuokota kunyavu. Kwa hiyo nawapongeza, wametoka kwenye mashindano lakini wameondoka wakiwa wameonyesha umma kwamba hata na sisi tunaweza tukauma meno. Kwanza wamefunga goli la pengine inaweza likawa goli bora la mashindano ya CRDB Federation, one of the best goal, na sio goli ambalo utaliona ligi kuu ya NBC week out week in. Kwa hiyo nawapongeza, wamepambana kwa kiwango chao. Mungu akuwa upande wao. Simba wameenda hatua inayofuata, wao wamemaliza mwendo kwenye mashindano ya CRDB Federation. Kabla hatujahama hapo kwenye CRDB, Jumamosi utakuwa na Songea United. Kile ulichokiona leo kwenye ushindani wa mechi ya leo, unatarajia kukiona pia kwenye mechi ya Jumamosi dhidi ya Songea United? Sasa Yanga na Simba ni vikosi viwili tofauti, two different squad. Kwa hiyo unachokiona kwenye mechi ya Simba, Yanga akija kucheza unaweza usiseme hata ni mashindano haya. Wanaweza wakaja wameuma meno kweli kweli, na Yanga ndio wataalamu kwenye haya mashindano. Misimu mitatu mfululizo Yanga ni bingwa kwenye haya mashindano. Kwa hiyo jua kabisa anayekuja kucheza Jumamosi ni defending champion, ni bingwa mtetezi. Kwa hiyo mechi ya bingwa mtetezi haiwezi kawa sawa na mechi ya watu wengine kwenye mashindano. Kwa hiyo itakuwa ni mechi nyingine tofauti, haitakuwa mechi kama hii. Yanga wakiuma meno wakitaka matokeo wanayapata yoyote yale wanayoyataka bila hata kutumia hicho kikosi cha kwanza unachokijua wewe. Simba anaelekea kwenye michuano ya kimataifa. Kwa kuzingatia mchezo wa siku ya leo, unamuona Simba akiwa na mechi ya ushindani zaidi kulingana na hichi ambacho amekionyesha leo? Nadhani hizo ni kazi za scout kwenye timu yao na maanalyst ambao wamewalipa na wanawaajiri kwenye Simba. Mimi kwa upande wangu akishinda inshallah, wakifungwa hewala, lakini siwezi nikawaombea mema kabisa Simba kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu atafikia zile level ambazo nilishafikia. Kwa hiyo wao watajua wenyewe, kikubwa waende huko, warudi waje wamalizie NBC, tumalizie NBC, tuangalie nani mwenye alama nyingi, nani amekuwa bingwa. Lakini anawakilisha nchi. Kuwakilisha nchi sasa ni yeye, hata sisi kuna wakati wetu tuliwakilisha nchi. Kwa hiyo wao tunawatakia kila laheri, wakifungwa tutafurahi zaidi huko katika kuwakilisha nchi. Sakata la dabi ya Kariakoo bado linaendelea, na leo kulikuwa na mkutano mkubwa kabisa wa viongozi wa timu zetu mbili Simba na Yanga, lakini pia na viongozi wa Wizara ya Michezo. Tukianzia kwako binafsi, nini msimamo wako kuhusiana na kurudiwa kwa dabi ya Kariakoo, lakini pia wewe una ushauri gani tukiachana na majibu kutoka kwa viongozi? Msimamo wetu wa Yanga ni ule ule, hatuchezi bila kuona matakwa yetu tuliyoyaandika kwenye taarifa kwa umma yakitekelezwa. Na watu wengi wanajua labda serikali walivyowaita Yanga na Simba na bodi ya ligi na TFF labda wanapanga tarehe ya kucheza, lakini kiuhalisia tuliokuwepo pale nje kwa Mkapa, serikali